Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karibu wapenzi watazamaji wetu wa IBN Television kwa mara nyingine tena, na siku nyingine tena tumeweza kukutana katika kipindi chetu na katika studio zetu. Na kama kawaida basi katika kipindi chako huwa uko nami mtangazaji wako Abdulkadir Suleiman, na huwa nafasi ya pili tunakuwa na mgeni katika studio anayetutembelea kuweza kutufundisha na kutuelimisha mambo mbalimbali. Na leo hii basi tunaye mgeni wetu Aidarus Sharif Alawi kutoka Mombasa nchini Kenya, akiweza kututembelea katika studio zetu. Karibu Sayyid. Asante. Naam Sayyid, hali yako? Allah alhamdulillah. Karibu nyumbani. Asante. Tukiwa katika mwaka mpya wa Kiislamu, tunaomba kujifunza yepi ambayo muhimu ya kuangaliwa katika mwaka huu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. La kimsingi ni kufahamu filosofi ya Kiislamu kuhusu mwaka mpya. Ni makosa sana sisi wakati tunapokuja katika mambo yetu ya Kiislamu kujisahau kwamba sisi ni Waislamu, tukachukua mifumo ya wengine ambao kila mtu anapofanya jambo anafanya kwa msingi wa filosofi ya dini yake. Mathalan, leo Mkristo anaposherehekea Christmas mathalan, au anaposherehekea New Year, anakuja kwenye sherehe zile kwa mujibu wa mitazamo yake. Sasa sisi huenda tukaigiza baadhi ya mambo ambayo tukaya-adapt huko, tukayaleta, tukayavisha nguo ya Uislamu, lakini yakawa yako kinyume. Mwaka kuingia mwaka mpya ni kitu kinachomaanisha zama. Kiislamu inataka sisi si kusherehekea kitu cha kwanza. Tunataka kwanza kujua tumemaliza mwaka, tuingia mwaka mwingine. Uislamu wetu katika nyanja zake zote katika huu mwaka uliopita uliboreka ama ulianguka? Sahihi. Then baada ya hapo ndio tutajua tusherehekea ama tulie. Ikiwa sisi mathalan kama jamii ya Kiislamu tunajiuliza mwaka wa 1436 ulioisha, tuliboreka kielimu, tuliboreka kimaadili, tuliboreka kiuchumi, tuliboreka kisiasa, yani tumeadd kitu fulani katika maisha yetu. Tunataka kupata vitu hivyo ndio vitu vinatakikana visherehekewe. Hadithi ndio wasema wa kullu yawmin la yu'sa Allahu fihi fa huwa Eid. Lakini ikiwa ni mwaka ambao tumezorota, tukijiangalia kisecurity tumezorota, tukijiangalia kimaendeleo tumezorota, kiumoja tumezorota, endelea sasa kuhesabu, sijui tunasherehekea nini? Sijui tunasherehekea nini? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Muogopeni Mwenyezi Mungu, alafu muangalie katika mwaka huu tuna mambo gani tushayaandaa kwa kesho yetu. Sasa la kimsingi ni kujirudia, mimi nasema. Sawa. Ikiwa na maana Muislamu ana umuhimu wa kufanya tathmini yapi aliyoyafanya na yepi ayafanya abadilike vipi. Asante. Na utathmini huo ni utathmini wa level mbili. Utathmini wa fardhi kama mtu binafsi na utathmini wa jamii mzima. Yaweza mimi katika maisha yangu ya kibinafsi nimeboreka. Mimi mwenyewe nimefanya biashara zangu nini, lakini jamii yangu iko wapi? Umma wa Kiislamu mzima. Lazima kuwe na utathmini. Na mimi nafikiri utathmini wa pili ndio bora kuliko utathmini wa kwanza. Tukitaka kusherehekea kama taifa, kama jamii mzima ya Kiislamu, lazima tuyatathmini mambo kwa level ya kijamii. Na tukiwa katika mfumo huu katika mwaka mpya ambao kuna mambo ya kuangalia ya tathmini, kuna tofauti gani ya uongozi wa miaka iliyopita wa Zaid na uongozi ambao mtawala anafanyika katika wakati huu? Kwa mfano, tukirudi katika tarikh tunaona viongozi waliopita walikuwa na roho za kikatili, hawakuwa waadilifu kutenda haki, na wamekuwa wakifanya kuua Waislamu wenzao. Matukio haya tunayaona katika jamii
na dunia hivi sasa, Waislamu wanauana wao kwa wao, na wengine wanadiriki mpaka kuua wenzao kwa kutumia jina la Mwenyezi Mungu, wanasema Allahu Akbar na wanachinja wenzao. Haya yote yanatoka wapi, na unapenda kulifundisha vipi jamii yetu? Unajua, hakuna suala gumu ambao hata waandishi wa Kiislamu katika nyanja hizi za kijamii na za kistaarabu waelezea kwamba hatuwezi kutoa hukumu ya jumla ya wholesaler. Unajua, unapozungumza ulimwengu wa Kiislamu unazungumza masafa marefu ya kijiografia na ya kiwatu. Unaanza Asia, unateremka Afrika, unaenda mpaka Europa, mpaka Amerika. Ipo tofauti kati ya maeneo na ya maeneo. Iko tofauti kati ya jamii na jamii nyingine. Hatuwezi kusema watu wote wako aina hiyo. Hatuwezi kusema nchi zote za Kiislamu ziko katika kurudi nyuma. Kuna nchi zinaendelea sasa hivi na wajimudu. Lakini tukitaka kutathmini kwa ile wanaosema al-aghlabul a'am, percentage kubwa, hali si mzuri inaoendelea. Na ni kweli nakubaliana na wewe, tumerudi pale pale tulipotoka. Kama wakumbuka na mimi, wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hajjatul wida yuko katika Arafa, katika khutba yake maarufu aliyoongelesha Waislamu, alitoa tahadhari hii kwamba mimi nimewakuta nyinyi mnachinjana, mnauana, mnadhulumiana, mnamnyanyasa mwanamke, mpaka mwisho, yani dhalalim mubin kwa ufupi, kwa istilahi ya Qur'an. Nimewaondosha baada ya miaka 23, nimewaleta ni binadamu, mnaheshimiana, mnalinda haki za binadamu mpaka mwisho. Usia mkubwa aliowatia, anambia la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dhukum riqaba ba'd, musirudie tena kule mlipokuwako. Lakini minal asaf tukakuta baada ya miaka wakarudia, wakapigana wao. Walipigana katika vita vya Jamal, wakapigana katika vita vya Siffin, Waislamu kwa Waislamu, wakapigana katika Nahrawan, mpaka finally ikawa ni Karbala, yale matendo ya kinyama yaliyotendeka ya kukata vichwa vya watu. Sasa naona leo tumerudi katika jamii ya kijahilia. Tunatumia unyama, ukiukaji wa haki, na ubinadamu kwa jumla umepotea. Kwa sababu leo hata yule ambaye dini ya Kiislamu imetoa maamuzi au ana haki ya kuuliwa kwa ajili ya kosa la kuuliwa, lakini Uislamu umetoa mpangilio wa mauaji ambao utaheshimu haki za yule anayeuliwa na kulinda heshima ya ubinadamu. Ndio utakuta la tumathilu, ziko riwaya tele, musitese mwili. Lakini tunaona sisi, tunaweza kusema hakuna tofauti, sio ya leo na yaliyotokea Karbala. Yaliyotokea Karbala yaliwaregesha watu katika jahilia. Na ndio utakuta mmoja katika wasomi wakubwa wa Kisunni, katika waandishi wa Kimasri, Muhammad Qutbi, ndugu yake Said Qutbi, ana kitabu anakiita Jahiliyatul Qarni al-20. Sasa hivi nafikiri kuna haja kuandikwa Jahiliyatul Qarni al-21 wal-20. Anajaribu kuleta taswira kwamba hali iliyofikia leo tumerudia pale pale katika zama za jahilia zilizokuweko kabla ya Mtume. Naam, tuna tofauti moja sisi na wao. Watu waliokuweko jahilia kabla ya Mtume walikuwa hawavai suti, hawana magari, hawana teknolojia, hawana majumba marefu, hakuna ndege, hakuna train. Sisi tunatofautiana na wao tu kwamba sisi tunavaa nguo nzuri zaidi, tunatembea kwenye magari, lakini tabia zetu, nyendo zetu, maadili yetu, tumerudi katika jahilia.
inastahiki itwe jahiliyatul wahidi alqarni alwahid wal 20. Lipi la kuzingatiwa, lipi la kufanya kuweza kuondoa haya yaliyotokea nyuma kwa viongozi katika jamii yetu? La kufanywa liko wazi. Mimi nafikiri swali lisiweko hapo. La kufanywa liko wazi, wenye kufanya ndo tatizo. Kwa mfano, kumekuwa na viongozi kunyosheana vidole, viongozi wetu kunyosheana vidole, kuwaambia watu, kuwatuhumu, nyie mnafanya hivi na nyie mnafanya hivi. Labda lije kwa mfano, kwa nini imekuwa watu wanapenda kutuhumu upande wetu kwamba nyinyi mnapofanya sherehe zenu, haswa katika wakati huu, mnatumia silaha kujipiga na nini kujipiga? Kwa hili unataka kulizungumzia vipi? Wajua, kuna kitu kimoja kiko na shida sana. Okay, mimi nafanya makosa, tukubaliane. Kuna kitu nakifanya kwa mujibu wa itikadi zangu ni makosa. Ni msingi gani unaokupa wewe uamuzi wa kuja kuniua? Msingi gani? Kwa nini liwe suluhisho la kwanza linaojitokeza katika ikhtilafu zetu ni kuua? Kwa nini? Hili ndio nakuja kuambia kuna tatizo la hapa. Haya mabongo yetu na akili zetu zimetengenezwa katika hali tofauti sana. Kwa nini yani? Mimi nafanya makosa, nafanya vile ninavyotaka. Mfano sasa hivi sisi tuna watu wangapi kama Waislamu katika jamii zetu tunawaona wanafanya mambo, sisi tuna imani 100%. Tunamuona yule pale anaabudu sanamu. Tunamuona yule pale anafanya nini? Tunamuona yule ni Mkristo mfano. Kwa nini Muislamu mwenzako wakati anapofanya kosa na yeye katika kosa lile kiimani yake ni sawa na ana misingi ametegemea kwenye Qur'ani na Sunna, wewe waona suluhisho kwenda kumuua huyu ambaye hana msingi wa Qur'ani na Sunna? Wewe huoni tatizo naye? Huoni hapa kuna tatizo, kitu kinachoitwa aqlia, mentality ya Muislamu imetengenezwa sijui vipi. Ndipo mimi nikaja nikasema suluhisho liko wazi, wenye suluhisho, sababu wenye suluhisho ni maulama, ni viongozi wakubwa wa nchi za Kiislamu ambao wamiliki uwezo wa kuleta haya mabadiliko. Wao wanaishi kupitia haya matatizo, hawawezi kuyaondosha. Kwa sababu leo Muislamu kuanzia nyumbani, vyombo vya habari, selebasi anazosomeshwa zinamtengeneza hivi kwamba wewe ukiwa maoni yako kunwa soda ya Sprite ndio sawa, ukipata mtu anakunywa Coca-Cola muue. Hii ndio akili tutafika. Na watu wafuatilie mambo. Hawamuui peke yake, wanaihtalifiana naye madhahabi. Wamuua hata wanayeamini naye madhahabi mamoja. Sasa hivi wewe nenda Syria, kuna makundi mawili, moja linaitwa Daesh, moja linaitwa Jabhatun Nusra. Sawa? Hawa wote tukitaka kuzungumza kwa lugha za kimadhahabi, wote wanatoka kwenye madrasa ya Salafia. Wote mawahabi. Wote wanaamini jihadi kwa mtazamo wao. Wanakhtalifiana kidogo tu. Daesh wanamfuata Abu Bakr al-Baghdadi, Jabhatun Nusra wanamfuata nani? Dr. Ayman al-Zawahiri. Yani hawa wanaenda kwenye Tanzimul Qaida, hawa wanaenda kwenye Daesh. Washawana kwa maelfu hawa. Washachinjana. Na hapa huyu Mdaesh anamtinda wa Jabhatun Nusra. Jabhatun Nusra hajaamini khalifa ni Imam Ali. Upo? Hajaamini kujipiga makonde ya Ashura. Upo vizuri? Hajafanya tatbiri ya kujikata kichwa. Wamekhtalifiana tu kuhusu uongozi wa kisiasa. Wanauana. Sasa waliona wakati tunapolea jamii zetu kwamba suluhisho la kwanza kunapojitokeza ikhtilafu ni kutumia nguvu na kuua, hilo ndio tatizo kubwa sana tulilonalo. Naam, kumbuka basi mpenzi mtazamaji wetu, bado uko nasi studio, nami ni mtangazaji wako Abdul Qadir Suleiman. Tuingie katika upande wa pili wa tukio ambalo linaendelea na tunaendelea kuyafanya masiku haya ya Ashura. Tufundishe Ashura ni nini na ni yepi ya kufanywa katika masiku haya ya Ashura? Asili yake ni nini kisheria?
Neno Ashura maulamai wanatuambia linamaanisha al-yawmul ashir min Muharram, siku ya 10 katika mwezi wa mfungo 4, ndio neno Ashura. Hata wengine wanatumia kuna na Tasua, yani al-yawmu at-tasi', tarehe 9, lakini tuachane na Tasua, tuende kwenye Ashura. Hamna shaka kwamba Ashura inamaanisha tarehe 10 mwezi wa mfungo 4. Naam, kuna ikhtilafu. Je, msamiati huu wa Ashura ni msamiati ulioletwa na Uislamu au ulikuwako kabla ya Uislamu, yani kuanzia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baadhi wanaamini kwamba hakukuwa na mizizi yoyote wala fikra zozote kuhusu Ashura. Ashura ilikuja kupatikana baada ya Mtume Muhammad, yani baada ya Uislamu. Kuna na wengine wanasema iko hiyo fikra, na kuna riwayat ukizifuatilia katika vitabu vya hadithi vinaozungumzia. Lakini hayo mawili sisi hayatuhusu wala hayatusaidii kitu sasa hivi, ilikuwako au haikuwako. Lakini sisi tunapozungumza Ashura tunazungumza tarehe 10 ya mfungo 4, ambao mara nyingi kwetu sisi wafuasi wa madhehebu ya Shia na hata kwa wasokuwa wafuasi wa madhehebu ya Shia, lakini wale ambao wako karibu, wako na mapenzi kwa Ahlul Bait alayhimussalam, katika ndugu zetu wengi Waislamu, siku hii ni siku aliyeuliwa mjukuu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mimi katika lecture zangu mara hii nilichukua utangulizi, hii ndio shiar, nilikuwa nikitumia neno la Mwenyezi Mungu, wadhakirhum bi ayyamillah. Aya naambiwa Nabii Musa awakumbushe Bani Israili, lakini hukumu si ya Nabii Musa, ni ya kila mmoja, wakumbushe siku za Mwenyezi Mungu. Na mimi naamini kwamba Ashura ni moja katika siku za Mwenyezi Mungu. Ukirudia vitabu vya tafsiri kuangalia maulamai wanavyoeleza huwaje siku ikawa siku ya Mwenyezi Mungu, wanasema ima ni siku ya kudhihiri neema ya Mwenyezi Mungu, au ni siku ya kudhihiri adhabu za Mwenyezi Mungu, au ni siku yoyote ambayo imebeba ndani matukio ambayo yamekuja kuleta muongozo katika mustakbali wa umma wa Kiislamu. Na mimi naamini matukio yaliyotokea Ashura yaliweza kutupa mwelekeo wa mustakbali wa umma wa Kiislamu. Sasa tunafaa tuyakumbuke haya, lakini narudi pale pale, kila kitu tunapokikumbuka tunakikumbuka kulingana na filosofi ya kile kitu. Nimekuambia kidogo hapa, mwaka mpya ni nini maana yake. Ni wewe unamaliza umri wako, kwa hivyo unapunguza. So unafaa usherehekee ama usisherehekee, itategemea kujitathmini. Sisi tunapoitaka kuikumbuka yaumu Ashura ni lazima turegelee malengo ya haraka ya Imam Hussein na alikuwa anataka kufanya nini. Kwa hivyo chochote tunachokifanya kisikeuke mipaka ile ya Imam Hussein. Imam Hussein amekuja kumkomboa mwanadamu. Imam Hussein amemwaga damu yake kulinda damu za binadamu. Imam Hussein amejitolea muhanga nafsi yake kuulinda Uislamu halisi. Vita vilivyokuwa Karbala si vita vya Uislamu na ukafiri. Tofauti na Badri na Uhud na Khandaq, ilikuwa huku Waislamu huku makafiri. Vita vya Ashura ilikuwa ni vita kati ya Uislamu bandia na Uislamu halisi, ambao Waislamu wamepata shida zaidi kwa Uislamu bandia kuliko shida walizozipata kwa Uislamu kwa ukafiri, kama yale ulozungumza leo. Leo unapotazama wewe Waislamu wanavyokufa ulimwenguni, tazama leo nchi zote za Arabuni, alafu jiulize shida zile zinatoka kwa kafiri ama zinatoka kwa Muislamu mwenzangu ambaye amebuni fikra makosa za Kiislamu. Huo ndo nauita Uislamu bandia, Uislamu ambao haukueleweka, Uislamu uliojengwa na watu watawala
kama kina Yazidi, ili wao waendelee kwenye utawala. Na huu Uislamu leo huko uliojengwa na wafalme walokalia katika viti, wanaokula khairi za umma, wanaotumia patroli ya umma, wanaotumia pesa za umma, ili kutufanya sisi tusione ule ufisadi walionao wao. Wanatukreatia sisi adui ambaye hayupo. Hili kitu watakafahamu sana. Leo utakuta mtu anasafiri kutoka Saudia, kutoka Kuwait, kutoka Qatar, kutoka kila nchi, eti anaenda Yaman ama aenda Syria kusimamisha khilafa na kupambana na utawala wa kidiktekta wa Bashar mathalan, ambapo yeye alipozaliwa na anapoishi upo utawala wa kidiktekta. Sijui umenipata main point yangu. Sasa lakini hawa wakitopelekwa Syria, wakenda wakaisha huko, watakuja kuona huu utawala wangu kwamba wa kidiktekta. Wacha mimi niwatengenezee fikra kwamba jihadi iko kule. Sasa hawa wafalme wanatengeneza hizi problems, hizi haya matatizo, ili kuendelea kulinda utawala wao, na kuendelea kuwapiga watu sindano za ganzi, ili wasiweze kuona ufisadi wa hakika uko wapi. Mathalan, juzi nasoma makala katika magazeti, wasema kwamba Saudia wanatumia kila siku $200 million. $200 million kila siku katika vita vya Yaman. Sasa leo Msuudi anayeishi ndani ya Saudi, ambaye pengine anafikia wakati anakosa chakula, anakosa huduma bora, anakosa elimu bora, kwa nini hajiulizi pesa zetu zinatumiwa kwa malengo gani? Lakini minal asaf, ndugu zetu washapampiwa katika akili zao, wametengenezwa. Tatizo lenu nyinyi ni Mashia, tatizo lenu ni watu wanaojipiga makonde. Hasa leo tukubali kujipiga makonde ni haramu, ni makosa, sawa? Wewe wenda kujiua kwa mtu anayejipiga makonde, na huendi kujiua kwa mtu ambaye anakutawala wewe kidhalimu na anatumia mali ya Kiislamu ovyo. Alladhina yufsiduna fil ardi, ambalo liko dhahiri. Sijumba. Sasa hapa ndipo pana kazi sana. Na mimi naita hii katika mustalahi za kileo inaitwa kayul wa'i. Kayul wa'i. Zamani wakiita ghaslu dimagh, brainwash. Leo wanaitumia leo kayul wa'i. Ufahamu wetu wa kufahamu mambo mdogo sana. Na natofautisha baina ya ufahamu na usomi. Unaweza kumpata mtu ana PhD, lakini ufahamu wake, wai wake mdogo sana. Yamebeba tu ni kasuku yale aliyofundishwa anayezungumza. Tatizo kubwa la Waislamu sasa hivi ni tatizo la aljahl wa adamul wai. Kuyafuatilia ya mambo na kuyasoma na kuyaona vile yalivyo. Naam. Turudi nyuma kidogo, ni kurudisha nyuma kidogo tupate historia ya ardhi yenye baraka, ardhi iliyozikwa viongozi watakatifu, ardhi ambayo ilizungumziwa viongozi hawa watakufa katika ardhi ile, ardhi ambayo walipotea wakina mama kwa dhalim, ardhi ambayo baba na mtoto wake walikufa katika ardhi ya Karbala. Tunaomba tupatie historia fupi ya eneo hilo Karbala. Karbala kama inavyofahamika kwenye jina lake, ambao ni ardhu karbin wa bala, ni ardhi ya balaya, ni ardhi ya msiba, ni ardhi ambayo nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ilidhalilishwa na ilinyanyaswa. Lakini pia kwa upande mwingine, ardhi Karbala hatufai peke yake tu tuiangalie kwa mtazamo tu wa karbu na bala, kwa msiba. Ardhi Karbala ilikuwa pia ni ardhu at-tadhhiya, ardhi ya kujitolea. Ilikuwa ni ardhu al-ata, ni ardhi ya kumfundisha Muislamu vipi atapeana kwa Uislamu,
anapeana kila kitu kwa Uislamu. Ardhi ya Karbala ilikuwa ni ardhi inatufundisha sisi ardhu sumud, ya ukakamavu. Wakati unaposhikilia jambo lako ukaamini ndio sawa, unabaki mpaka roho ya mwisho kusema mimi huu ndio usawa wangu. Ardhi ya Karbala ni ardhi inatufundisha sisi al-izzatu wa sharaf. Vipi Muislamu anakuwa na utukufu, vipi Uislamu anajigamba na Uislamu wake. Ardhi hii ni ardhi imesifiwa katika baadhi ya riwayat, manabii kadha wa kadha wamepitia ardhi hii na wakaizungumzia ardhi hii na wakabashiri yatakaotokea katika ardhi hii. Mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amebashiri hayo. Ibnu ammi yake Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib ameizungumzia ardhi ya Karbala na akatarajia matarajio ambayo yatakuja kutokea ardhi ya Karbala. Ardhi ya Karbala imekusanya katika matumbo yake kikundi kidogo cha watu watakatifu, watu waliotahirishwa, waliosafishwa, watu ambao walitoa kila walichomiliki mpaka roho zao na damu zao kwa min ajili ya kuulinda huu Uislamu ambao leo sisi tunajivunia nao. Ardhi hii imekusanya miili hiyo, ardhi hii imekusanya damu hiyo, ardhi hii imekusanya akili hizo, fikra hizo, imani hizo, itikadi hizo. Ardhi hii imekusanya kitu kimoja, mapenzi makubwa ya kutuonesha vipi binadamu anaweza kuwapenda hata wanaompinga. Na haya mambo tunataka tujifundishe. Ukifuatilia Imam Hussein salawatullahi wasalamu alayhi katika ardhi Karbala, ilikuwa akilia hali kwa sababu yuauliwa, alia kuwahurumia kwamba wale walioko upande ule wataingia motoni kwa sababu yake. Angalia moyo. Leo wewe mimi twakosana, mimi na wewe, niko tayari mara laanatullahi sijui nini, wewe utakwenda motoni. Imam Hussein anazungumza na wao mpaka wao wamgoja kumuua yeye, awaomba tafadhalini, sitaki muende motoni kwa ajili yangu. Alia kuwahurumia. Ayu rahma, ayu mahaba, moyo mkubwa kiasi gani uliokuwa. Bila shaka tarajia Husainu minni, Husaini ni sehemu, ni badhatu Rasulillah, yule aliyepigwa mawe akisema Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, wasamehe watu wangu. Kwa hivyo ardhi ya Karbala imekusanya mambo haya, ina tarikhi ya kutoka kwa mitume na mwisho imekuja kuishia ikachukua hapa. Pale ndani pana ilmu, pale ndani pana sabr, pale ndani pana jihad, pale ndani pana kujitolea, pale ndani pana iman, pale ndani pana msimamo. Nini maana ya msimamo? Pale ndani pana mahaba, rahma, ubinadamu. Pale ndani pana kitu cha mwisho nataka kukwambia, pana kitu kinachoitwa tanawu. Pana kila mwakilishi wa maeneo ya dunia, ambalo ndio tatizo letu leo. Pale pana mzee, pana mtoto, pana kijana, pale pana mwanamume, pana mwanamke, pale pana Mwarabu, pana Mrumi, pana Mwafrika, pana kila aina. Hana tanawu thaqafi wal hadari. Pale panatufundisha sisi, wakati tukiongea haki, wakati tukiongea uadilifu, tusiongee wewe Mkenya mimi Mtanzania, tusiongee wewe Mwarabu mimi Muhindi, yule sijui Mwafrika, tusiongee wewe Muislamu mimi Mkristo. Ukweli ni ukweli, uadilifu ni uadilifu, haki ni haki. Wakati inaposimama haki, ndio kitu peke yake kinakiuka rangi zote, kinakiuka kabila zote, kinakiuka mipaka yote ya kijiografia. Haki ni haki. 1+1 ni 2. Uwe ni Mwarabu, uwe ni Mzungu, uwe ni Muhindi, uwe ni Mswahili,
uwe endelea hesabu makabila, moja ukiongeza moja ni ngapi? Ni 2. Hii ndio haki. Kwa hivyo Karbala, lau watizama watu 73 ama 70 na kitu, unakuta mataifa yote ya ulimwengu yameakilisha pale. Je, twaweza kusoma Karbala tukarudi sisi kujifundisha kwamba tunaweza kusimama pamoja tukiwa kila dini, tukiwa kila madhehebu, tukiwa kila rangi? Inatukasanya sisi ni kitu kinachoitwa al-adlu wal-haq, na kinachotufanya sisi tupigane ni tunaipambana na dhalim. Dhalim ni dhalim, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Mshia, awe Msunni, awe atakayokuwa, awe Mbodhi. Dhalim ni dhalim na madhulum ni madhulum. Sio wewe umuone huyu anaonewa, anaibiwa, ananyanyaswa, sasa Mkristo yule. La, hadha laysa mantiqu al-Islam. Sio mantiki ya Kiislamu. Madhulum ni madhulum, lazima anusuriwe, lazima alindwe, na dhalim ni dhalim, lazima tukabiliane naye. Hii kwa ufupi ndio ardhi Karbala. Tukiwa katika masiku haya, maana ya kuuliza haya ni kwamba tuko katika mwezi huu, wanazungumza mengi. Sisi tuyafanye yepi? Ya kukithirishwa ni kufunga sana, ya kukithirishwa ni kusoma sana, ya kukithirishwa kwa kina mama wayakumbuke yepi, ya kukithirishwa kwa vijana wafanye nini, kwa viongozi wetu pia wa dini waangalie mambo gani katika masiku haya na mwezi huu. Kidogo tu utanisamehe, nataka utangulizi mdogo tu, sitaki kurefusha, nije kwenye hili jibu. Nimewahi kuzungumza katika darasa zangu fulani za tafsiri, na nakumbuka katika nilipokuwa nafasiri suratul Fatiha. Na haya mazungumzo ni ya al-Allama at-Tabatabai katika tafsiri yake Al-Mizan. Al-Allama at-Tabatabai asema ukitizama Qur'ani kuna misamiati miwili. Kuna msamiati wa kwanza unaitwa siratan, ihdina siratal mustaqim. Kuna na msamiati wa pili unasema sabil, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana au la tattabi'u khutuwati shaitani, mpaka mwisho. Neno sirat na neno sabil linamaanisha barabara, lakini la ajabu, tizama Qur'ani, hakuna mahali katika Qur'ani kumetumika neno sirati kwa jamu. Hakuna, imetumika kwa mufradi tu. Kwa hivyo barabara ni ngapi? Ni moja tu, hakuna mbili. Ihdina siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, sio? Lakini utakuja kumpata Mwenyezi Mungu sehemu nyingine amekuja kutumia neno sabil kwa wingi, kama ile aya niliyoisoma, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Moja ni sabil, subul ni nyingi, sawa? Sasa Mungu ana barabara ngapi? Sirata mustaqima ni ngapi? Ni moja. Na mbona anatuambia subulana, njia zetu? Sasa njia ni moja ama ni nyingi? Anajibu al-Allama, asema leo mfano hapa da, sijui kuna kuwa na main road ile inaitwa ash-shari'ul 'am, ile siku zote huwa ni moja. Alafu kuna kuwa na hivi barabara vidogo vote vya kuleta wewe kwenye nini? Kwenye main road. Kila mtu anakuja, anayekuja kutoka mtaa fulani anakuja na main road na kibarabara chake kwenye main road, sio? Kariakoo, sijui majina ya mitaa, kutoka wapi. Kuna vibarabara vingi, lakini at the end wote wanaletwa wapi? Kwenye barabara. Asante. Sasa barabara ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubwa ni moja, ambao hii barabara moja inkusanya kila amali, lakini si watu wote wanaoweza kufanya amali zote. Kila mmoja ana, mbali na yale ya wajib, ana yake. Mathalan, mbali na kuswali swala za wajib, wewe waweza kuwa ni mtajiri, Mungu amekuruzuku wewe, sadakati kwako mlango huko mpana sana. Mimi sina kitu, nitatoa vipi sadaka? Tupo vizuri sana, mimi nitajikava na mambo mengine. Sasa hii subulana, hizi ni zile furu',
Kuna mtu atakuja katika main road kwa sadaqat, kuna mtu atakuja kwenye main road akipitia nashrul ilm. Mathalan mimi Mungu hakunipa pesa, amenipa ilmu. Kwa hivyo mimi amali yangu kubwa ni nini? Ni nashrul ilm. Wewe Mungu hakukupa ilmu, amekupa pesa. Wewe toa pesa usaidie tusambaze ilmu. Sasa mimi na wewe tunakwenda katika siratan mustaqima, lakini mimi kupitia sabilul ilm, wewe kupitia sabilul infaq. Topo. Na mwingine ana ujuzi wa ujenzi, anakuja sema basi mimi nitajitolea kujenga. Yeye atakuja kwa sabilul amal albinai. Tupo vizuri. Kwa hivyo Ashura ni barabara pana, natakuja hapa. Na kuna mengi yanaweza kufanyika. Lakini kila jamii na kila mtu atazame yale ambayo yeye anayaweza kuyafanya kwanza. Pili, na ni lipi linahitajika katika wakati tulionao. Litakuwa effect yake ni kubwa. Sio tufanye kwa sababu mwaka jana tulifanya. Sio tufanye kwa sababu mababu zetu walifanya. Mathalan mababu zetu waliamua kufanya jambo fulani, kulingana na wakati wao ilikuwa changamoto inaowakabili ni changamoto fulani, wakaona mkakati wa kupambana na changamoto hii ni kutumia hizi majalisi za Ashura kuzipeleka kwa miundo hii ambayo itatupeleka. Sisi leo tunaweza kuwa tuna changamoto aina nyingine, zinahitaji mikakati aina nyingine, tuwaweza tukalitumia tukio hili tofauti. Sijui nimepatikana. Sasa mimi nasema kuna mambo mawili lazima yazingatiwe. Ni kipi tunachokifanya? Jambo la kwanza, lipi sisi kwetu tuna uwezo nalo? Kama vile nilivyokuambia, mwenye ilmu anakwenda kwa ilmu, sio? Tatu, lipi jamii zetu za hitaji? Sio tufanye kwa sababu kina fulani wafanya Irani au kina fulani wafanya Iraq. Sisi kama jamii ya Kitanzania mfano, tunahitaji tufanye lipi litaita majengo. Mwisho, tatu, lolote tunalolifanya lazima liweko katika mizani ya ahkam sharia, lisikiuke mipaka ya kisheria. Yani lazima tuhukumiwe na halal na haram. Na ndipo pale ulipogusia mwanzo, yapo mambo yafanyika kwa jina la Imam Hussein, na wale wanaofanya pengine kwa ujinga wao, waona wao wanatumikia malengo haya, lakini ni kinyume. Badali ya wewe kujipiga kitwa chako na visu na mapanga umwage damu, nenda hospitalini kapeane hii damu. Imam Hussein alipeana hii damu yake katika Karbala kwa Uislamu uendelee. Wewe ukijigonga tu kitwa damu ya mwagika, na huku kuna wagonjwa wafariki hospitali hawana damu. Ona philosophy iko wapi? Unafanya kitu kisiohitajika. Unampelekea mtu ana njaa nguo, kama kiswa maarufu cha Juha aliyeibiwa kila kitu, akaingia katika nyumba huko uchi. Jamaa anamwambia madha natbahu laka, tukupikie nini? Akamwambia itbahu li jubatan wa kamisa, nipikieni kanzu na nini na juba, kwa sababu wewe unaniona mimi uchi, unaniuliza chakula. Sasa hapa ndipo napenda sana, ingawa mimi nataka kuambia ndugu zangu, kwa sababu leo utakuta kwenye mitandao tunakejeliwa sana Mashia kwa utafutwa hizi picture ama clips za baadhi ya Mashia wanavyojikata, wanavyojipiga ovyo, alafu unaambiwa tazameni, angalia na narudi pale pale mentality ha? Hivi ndivyo akili zimetengenezwa. Kwanza, kitu cha kwanza nataka kusema, yale yanayofanyika wengi katika maulamai wetu na maraji wetu wanayakataa. Hayo yako. Pili, katika kila dini na katika kila madhehebu kuna wajinga, kuna na wapumbavu, kuna na werevu. Katika kila dini utakwenda kupata watu wanafanya mambo kinyume na ile dini kwa jina la ile dini. Hata kwa wenzetu. Mimi nishawahi kuenda Tanga safari moja, nikaona zefe kwa ajili ya mazazi ya Mtume. Mimi siko katika wale wanaosema kupiga matwari ni haramu ama kusoma maulidi ni haramu. Sitaki kuzungumza kwa mtazamo huu. Nataka nikubali kwamba maulidi ni halali na nini, lakini mkona nikadirika kina mama wacheza barabarani, wanaita bogi la Mtume, sio?
ama sivyo? Ndivyo. Je, yale yanayofanyika ni sawa? Je, itastahiki sisi tuchukue picha zile tuziweke katika mitandao na clip zile, alafu tuambie watu tazameni usuni ono? Kwa sababu hata maulama ukienda ukiwauliza wa Kisuni wanaokubali maulidi wanakuambia mambo yale ni makosa, na watu hawasikilizi mambo yale. Wajua mambo ya kitamaduni na ya kimila yana nguvu sana, si rahisi kwani leo kuna makabila mangapi ambao ni Waislamu lakini wakifika katika mazishi, katika ndoa, katika nini, huachana na Uislamu, wakaenda kwenye mizimu, wakaenda kwenye nini, pamoja na kwamba mashekhe wote msikitini wanakataza mambo yale. Na hivyo hivyo kwenye Ushia waweza kuwa maraji wote wanakataza mambo, lakini ukija ground watu hawataki kusikiliza vitu kama hizo. Leo ni wangapi kunapofanywa sherehe za Maulidi unakwenda kudirika wasichana na wavulana ndo wana take advantage, ndio makutano yao, ndio mambo ya kwenda date, ndio nini. Sasa yale yote tuseme ni usuni unaasisi mambo yale? Ni Maulidi inaosababisha mambo yale? Tunataka tutafautishe katika kuyasoma mambo. Panapofanyika kosa tuliidentify lile kosa na tuliseme hili ni kosa, lakini tusitengeneze propaganda za kupigana. Sisi pia twaweza, kama nilivyosema, kuna mambo mingi yanayofanyika kwa jina la dini ndani ya madhehebu ya ndugu zetu za usuni ambao yaweza kupigwa picha, yaweza kutafutwa clips zikasambazwa, watu wakaambiwa tazameni, huu ndio usuni unavyofanya. Kwa hivyo, lakini mimi sisemi ifanywe hivyo, kwa sababu usimkataze mtu wako tabia mbaya ukairudia wewe. Walipokuja wakachoma Qur'ani, si sawa sisi tuchome Biblia. Kosa haliondoshi kosa. Walipomchora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika magazeti, hivi ni jambo la sawa sisi twende tumchore Nabii Isa? Ni kuambia tumefanya ni makosa, lakini sisi hatufanyi kosa kupambana na kosa. Na sisi tuwaambia ndugu zetu, ikiwa kuna baadhi ya mashia wanafanya mambo ambayo si ya sawa katika kusherehekea, yasemeni yale mambo si sawa. Msiteke advantage kutengeneza propaganda ya nini. Na nawaambia ndugu zangu mashia, si sawa kuonesha pia mambo mapungufu yanayofanyika kule kwa ajili ya propaganda. Propaganda haijengi haki. Inafanya kazi kwa muda mfupi, lakini ina mwisho, kwa sababu urongo siku zote una mwisho. Ukweli ndio unaobaki. Tunashukuru sana Sayyid Alawi kuwa nawe, Sayyid Darus Sharif Alawi kuwa nasi katika studio zetu za IBN Television na kuweza kutufundisha na kutuambia yeye pia kufanywa, na pia kuhusia watazamaji wetu waangalie yepi kutokana na mwaka mpya, kiwe kipimo kwao cha kuweza kuangalia walioyatenda kuyabadilisha katika mwaka mpya. Na pia wale wenye kudhania sisi wafuasi wa Shia ni wenye kujipiga na kufanya mambo hayo, pia umeweza kuwafahamisha kwamba hayako katika kwetu sisi. Na wale pia wenye kuweza kufanya mambo haya basi wayaangalie kwa kina, sio kuweza kupotosha jamii. Na pia tumeweza kuliangalia katika swala la uongozi, na tumeona kwamba viongozi wa nyuma kwamba walikuwa madhalim na kutumia dhalim katika kuongoza watu, na umetufunza kwamba tujiepushe na uongozi wao, tuwafuate uongozi mzuri wa Imam Ali ambao ametufunza tuweze kufanya lipi. Haya yote tumeweza kuyapata kutoka kwako na tunashukuru kuwa nasi katika studio zetu. Kumbuka kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho ulikuwa nami mtangazaji wako Abdul Qadir Suleiman. Tunakwambia endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali kupitia televisheni yako nzuri ya IBN TV Africa. Shukran sana Sayyid kufika katika studio zetu. Allah ibarik fikum inshallah. Allah tawila umrak inshallah. Asante.